bigger than anything. God is bigger than any mountain I can or cannot see. Bigger than all my questions, bigger than anything. God is bigger than any mountain. Mpendwa mtazamaji, mashabiki zangu, karibuni tena. Siku ya leo tunaenda kuangalia mambo mafupi katika kitabu cha Luka 12 mstari wa 35 na tutaenda pengine mpaka 48 kama muda itaturuhusu. Siku ya leo kichwa cha mahubiri yangu ni tayari. Kuwa tayari. Tuombe. Asante Mungu wetu katika mahubiri haya ambayo tunaomba kwamba tuweze kuwa tayari kila wakati. Tutakapochukua somo hili, naomba Mungu aweze kuniongoza katika kila jambo ili zaidi ya kila kitu uweze kuonekana katika mahubiri ya siku ya leo. Naomba hayo katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Katika wakati huu mpendwa, ukiangalia Biblia inasema wakati Yesu alipokuwa anaongea alijaribu kufundisha wanafunzi wake ama waliomfuata kwamba jambo ambalo alizungumzia, anasema viuno vyenu na viwe vimefungwa na taa zenu zimewaka. Kumbe watumizi wa Mungu lazima viuno vyao na taa zao siwe zimewaka. Taa ni nini? Ni yule ukweli ambao tumepewa, ambaye lazima uwage siku zote. Lazima pia tujifunge. Na jambo la pili, nanyi iweni kama watu wanaongojea Bwana wao. Tuwe ni watu ambao tunajua ya kwamba kuna kitu tuna mtu tunaongoja. Tuwe kama tunaongoja Bwana wetu atakayerudi kutoka harusini, ili atakapokuja na kubiza tumfungulie mara. Tunamuongoja bwana harusi atakapokuja kutoka harusini, akikonga mlango tumfungulie mara moja. Kwa nini mpendwa? Yesu alijaribu kutuonyesha kwamba lazima tuwe tayari kila wakati. Lazima tuwe tayari wakati wowote, ili taa zetu ambao Yesu Kristo ndiye ameakisha ndani yetu na ameweka mafuta ambayo ni Roho Mtakatifu siwake siku zote. Jambo lingine nasema hebu watume wale ambao bwana wao ajabu atawakuta wamekesha. Anasema kwamba ili watume wale ambao bwana wao atakapokuja anapata ya kwamba wanakesha. Kitu kilicho kubwa, sisi ni watume wa Mungu. Sisi ni watenda kazi wa Mungu. Wakati Bwana wetu Yesu Kristo atakaporudi, apate bado tunakesha, tunamuongojea. Amini na waambieni, atajifunga na kuwakaribisha chakulani atakapokuja ili wamuhudumie. Yaani Yesu atakaporudi apate watumizi wake ambaye ni mimi na wewe na watumizi wengine wote ambao wanamtumikia Mungu. Wapo tayari kila wakati, wamekesha. Yesu Kristo atakaporudi atatuingiza katika chumba lake ya harusi na kutukaribisha chakulani, na yeye atatumikia, atatulisha. Hapo ndipo jambo ambalo tunaliona hapo ni kwamba watu wa Mungu lazima tuwe tayari siku zote. Watu wa Mungu lazima siku zote tuweze taa zetu zing'are. Taa zetu ni ule ukweli ambao utakuwa ndani yetu. Na jambo lingine, lazima tujue ya kwamba kuna Bwana wetu ambaye atakaporudi ndiye atakuja kukagua na kuonyesha ni nini ambao tumekuwa tukifanya. Jambo la pili, na Biblia inasema hata akikuja sababu ya pili ama sababu ya tatu, hata usiku katikati, yeye atatupata tungali macho tukimwongojea. Hiyo ndio sababu katika siku ya leo tumeonyeshwa kwamba sisi kama watumwa wa Kristo lazima tuwe tayari siku zote, si leo si kesho, tukijua ya kwamba Bwana wetu atakuja saa tusizotania. Nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa saa msiyotania ndipo ajabu Mwana wa Adamu.
tujiweke tayari. Saa ambazo msipodhani ya kwamba hapo ndipo atakuja mwana wa Adamu. Kumbe ile saa ambayo hatujatarajia ndipo atakuja mwana wa Adamu. Ndio maana tunaambiwa ndio maana Petro akauliza swali katika mstari wa 12 Luka 41. Petro akamwambia Bwana, methali hii umetuambia sisi tu au watu wote? Bwana akasema, ni nani basi aliye wakili mwaminifu mwenye busara, ambaye Bwana wake atamweka juu ya utumizi wake wote, awape poso kwa wakati wake? Yesu akasema ni wote. Akasema ni nani aliye wakili mwaminifu, ili Bwana wake amwekapo katika kuwapa watu wake poso, ili awape kwa wakati wake. Ndipo tunaonyeshwa kwamba wakati ambao tuko naye ni wakati umekubalika na Yesu Kristo, tuweze kufanya kazi yetu ya kuhubiri, ya kufanya kila kitu, maana tuna wakati. Kumbe kuna wakati mwingine ambapo hatutapata nafasi ya kuweza kufanya kazi ambayo hii ambayo tunafanya. Ndio jambo kubwa ni tunaambiwa kwamba tuweze kuwa wakili waaminifu. Mnajua kazi ya wakili ni mtu anasimamia mali si yake. Hiyo ndio jamaa ambaye ni mwaminifu, anasimamia mali si yake. Hiyo ndio maana ya wakili. Kazi ambayo tunafanya ya kuhubiri Injili, mpendwa, si kazi yetu. Sisi tumepewa tuwe mawakili wa neema za Mungu, tuweze kupeleka ujumbe huu kila mahali. Jambo la pekee ni kwamba ni kila mtu ni wakili, lakini inategemea ni wakili aina gani. Ni wakili mwaminifu ama si wakili, ama ni wakili ambaye si mwaminifu. Jambo la pekee, sote tumeitwa wakili, mawakili wa neema za Mungu. Ukiwa mtumishi wa Mungu ambaye mahali popote ulipo, ujue ya kwamba hili neno ambalo umepewa utalifanya jinsi mwenye kukupea na hitaji, ama utaanza kuligeuza. Ndio maana pale Biblia inasema kwamba lazima uwe mwakili waaminifu na ufanye kazi na kuwapa watu poso kwa wakati wake. Mwisho hapo nataka nisome mwisho. Kweli nawaambia atamweka juu ya vitu vyake vyote. Lakini mtuma ule akisema moyoni mwake, Bwana wangu anakawia kukuja, akaanza kufanya wajoli wake waume kwa wake, akila na kunywa na kulewa. Kumbe kuna ule si mwaminifu mpendwa. Yeye akiona bwana wake amekawia, maana Biblia inasema atakuja wakati sio tania, akaanza kukunywa pombe, akaanza kufanya vitu vibaya, mwenyewe aliyemwachili akakuja ghafla. Watu wengine Yesu atatukuta ghafla, wengine Yesu atatukuta tukiendelea na kazi. Chie mpendwa, napoendelea kumaliza, inahitaji ya kwamba Yesu akupate ukifanya nini. Ukiwa unafanya kazi ama ukiwa unafanya shughuli zako. Katika kanisa kumekuwa ni biashara. Watu wengine imekuwa ni mahali pa kutega uchumi na mahali mambo mbalimbali. Lakini wewe mpendo mtazamaji nao nitasema na umekubali kuwa wakili wa neema za Mungu, tuwe waaminifu. Tukiwa waaminifu wetu utatufanya Yesu Kristo atupee katika mambo yaliyo makubwa kuliko haya ambayo tunao wakati huu. Hii ambayo utumizi tumepewa ni sehemu ndogo. Tukiwa waaminifu, Mungu atatuweka katika mambo yake yote. Tutakula na yeye katika meza ile ya kioo, tutakaa na yeye, tutakuwa watu wake, na yeye atakuwa Mungu wetu, si siku moja lakini milele sote, maana hiyo ndio neno la Mungu limetupea. Kwa hiyo machache, mpendo mtazamaji, tunapokutana katika vipindi sehemu nyingine, naomba Mungu akubariki hadi tutakapokutana siku nyingine, na ubarikiwe tunapojiandaa kwa kuingia katika ufalme wa Mungu ambao tuliandaliwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Amina. Mungu akubariki. Is bigger than anything. God is bigger than any mountain I can or cannot see. Bigger than all my prayers.
bigger than anything. God